Ladies and gentlemen, welcome to Rajas Kakasungura YouTube channel. A big thank you to those who are supporting this platform. Kaka, as I always say, the only way you can support Kakasungura is by clicking the subscribe button and turn on your notification bell. That is the only way you can support Kakasungura. We are headed to 94,000 subscribers, and we hope by the end of this year we will hit 100,000 tupige sherehe kweli kweli. My fans have been requesting me since yesterday, Kaka, can you explain to us? We want to understand what is a budget and what is a bill. Finance budget ni nini na finance bill ni nini, and how does the two relate? How do they help each other? The messages I've received, I'm answering them right now. But I want to tell you the reality that not even all members of parliament understand the difference or understand the definition. Sayu ukipeleka wabunge wote 200 and I don't know what, waweke kwa laini and start to ask each member of parliament to define for you a budget and a finance bill. Walai, I swear, wengine hawaelewi. Uliona PS jana akiwa interview na Sami Gituku hapo Citizen TV. Haelewi hii mambo mnaita car tax, hashikanishi. Haya mambo ya budget hashiki. Na imagine ilitoka tu kwa ofisi yake. So sembuse mimi kaka, but because you've taxed me to do so, nataka niwaeleze, and I will be using the simplest explanation. I was once a teacher and I knew how to deal with my students. So nataka utege sikio, nataka nitumie mfano mdogo sana ili wewe uelewe. Kaka, all of us here, we are a product of money. Nguo nimevaa ni pesa. Trouser nimevaa ni pesa. And even I'm shouting here because the equipment I'm using ni pesa. So we are all products of money. Hata kukula nyumbani kwako, it's money. Kupeleka watoto shule ni pesa. Kutoka nyumbani kwako uende soko ni pesa. Everything revolves around money. We made enemies, daily enemies because of cash. Asubuhi nimekunywa chai ni pesa, maziwa, sukari, mkate, all that is money. Even if you sit at home, you will still need money. Kitanda ni pesa. Blanket ni pesa. You know, even if you decide I'm not going out, but yapo kwa nyumba you still need money. Nyumba yenye unataka kukaa ndani needs maintenance. Unahitaji kifagio. That is money. But let me ask you, before we arrive at buying those things, before you arrive at kwenda kutengeneza nywele at 2,000, before you arrive at kulipia mtoto school fees ya 40,000, before you arrive at kununua gari, before you arrive at kuweka gari mafuta, before you arrive at kununua pikipiki, before you arrive at kwenda sokoni kununua cabbage, before you arrive at kwenda sokoni kununua matunda, kununua nyanya, kununua kitunguu, before ufikie hapo, kuna kitu tunaita kuketi chini na kuandika those things you need and their cost. For example, ukitoka nyumbani kwako
every day unaandika chini, nikirudi jioni nataka ninunue sukuma at 20 shillings. Ninunue vitunguu at 30 shillings. Ninunue ndania at 20 bob. Ninunue mafuta ya kupika at 50 shillings. So whatever you are writing here is the estimate of whatever you are going to spend. Inaitwa estimate kwa sababu hii vitunguu umeandika 50 shillings. Unaweza enda kwa market upate zimeongeza zimefika 60 ama zimereduce zimefika 40. That is why tunasema whatever you've written kwa ile karatasi ni estimate. Sijui kama tunaelewana. Or if you're a woman, ukitoka kwa nyumba unaandika nataka kwenda kuunda nywele. Ninunue piece at 200. Ninunue mafuta ya kuosha nywele at 500. Yule mtu wa kwenda kunishuka nimlipe 200. So whatever you are writing, hata kama hujaandika, but as long as it's in your head na umezipanga, hiyo tunaita expenditure estimates. And the correct name ya kuita hiyo kitu ni budget. Tumeelewana mpaka hapo? So I think umeelewa budget ni nini. Budget is the written down estimates of what you are going to spend in buying some things. So tunajua katika taifa la Kenya lazima barabara itengenezwe, lazima walimu walipwe, lazima wafanyakazi wa serikali walipwe, lazima utengenezewe soko, lazima ukienda hospitali upate dawa. So hiyo vitu yote kabla zinunuliwe, just like unafanya nyumbani, you have to sit down. So the government of Kenya always sits down na inasema mwaka huu tunataka kununua madawa ya 200 million. Tunataka kutengeneza barabara ya 100,000 kilometers at 2 billion. Wanasema school fee, malipo ya mishahara ya wafanyakazi wote tutaspend 3 billion. That's an example. Whatever they are writing down is called a budget. Estimates budget. Now, wakati umeandika hivi vitu chini, hiyo pesa hauna, kwa mfano. Na kama hiyo pesa hauna, lazima uanze kufikiria jinsi ambavyo utapata hiyo pesa. Right? Umeandika bajeti, umesema mwaka ujao Januari nataka nijenge nyumba ya 5 million. Unaandika chini the cost, you break it down. You need 200 bags of cement. You need 5,000 iron sheets. You need to pay fundi 100,000. Unastahili kununua chuma, rangi. So hizo vitu zote ukiziandika chini with their price, hiyo ndio tunaita budget yako ya kwenda kukusaidia kujenga nyumba. Tunaelewana? So hii budget ya kwenda kukusaidia kujenga nyumba umeiweka, utajenga next ya Januari. So ukishaandika hiyo bajeti, hivyo vitu unastahili and the estimates, you have to come back, sit, uanze kupanga sasa vile utapata hiyo pesa iende kukusaidia vile utaenda kujenga hiyo nyumba. Sawa sawa? So the plan you are doing, vile utatafuta pesa, labda useme mshahara yangu sasa nitapunguza luxury, nianze kusave kila mwezi. Kama nilikuwa nafanya biashara, sasa nitaongeza kufanya bidii, nitengeneze more profit, inisaidie kwenda kujenga. Hiyo plan, vile unapanga kwenda kutafuta pesa katika bunge ama katika serikali, ndio tunaita finance bill. So finance bill is a government document that seeks to collect revenue so that
it can be able to enable the government to fund the budget. So budget ilisomwa jana na tumejua sasa mishahara ni pesa ngapi, barabara ni pesa ngapi, agriculture ni pesa ngapi, education ni pesa ngapi. Kila kitu imewekwa pale na tuko na hiyo document. Sasa serikali ya Kenya sasa kupitia bunge inaanza kuketi sasa kupiga mahesabu vile watapata pesa ya kwenda kufund hiyo budget. Na the only way watapata hiyo pesa ni kupitia sheria, finance bill. So the finance bill can simply be defined as, in the simplest terms, as a document that is set or a document that seeks to fund the budget. Hello? So kupitia kwa hii finance bill ndio wanasema ili tupate pesa ya kutengeneza barabara, kila mtu ambaye yako na magari muweke alipe 5,000 kwa mfano. Ili sisi tuwafikie mambo ya kujenga hospitali na kununua madawa yale tuliweka kwa budget. Kila Mkenya akienda hospitali kama alikuwa analipa 20 bob kwa kitabu, sasa weka ikue 50. Hiyo ndio inaitwa finance bill. Tuko pamoja? Lastly, as I finish, nimesikia Wakenya wakisema tunataka kupigia wabunge simu wasipitishe finance bill. Wengine wanasahau, wanasema tunataka kupigia wabunge wasipitishe budget. The parliament has no direct powers to stop the budget because budget process is initiated by the CS Treasury. Arms of government, executive inakuja pamoja, the judiciary nini, wanakaa chini. Wanasema kama judiciary, CSS wanakaa chini wanasema nini. So they sit together and formulate a budget. They initiate the process. Sawa sawa. Hiyo ni kitu mrefu. I'll be reading in my next video. So what parliament can do on the budget, wachana na finance bill, on the budget. One, kuna committee imechaguliwa bunge ya kuangalia hiyo proposal from treasury before i present kwa bunge for debate na budget ya pigiwi kura. So the committee can decide to give a negative recommendation on the bill, hivyo tu irudi iende kutengenezwa vizuri. Lakini finance bill wabunge wako na powers kwa sababu wanapiga kura. The members of parliament have powers to either pass the bill or shoot down the bill. So as you call your member of parliament, be very specific. Mwambie ukienda bunge, hiyo bill inasema tax ya gari iongezwe, tax ya mafuta iongezwe, cancel that thing. And what happens when a bill has been cancelled? The budget is affected because the estimates in the budget depends on the bill. Tuko pamoja? Kuna mtu hajaelewa kweli? God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.